Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti wa mchenjele au mbwegele au mficheni. Mti huu ni mng'ongo pori. Uko tofauti na ule mng'ongo ambaye ukinywa mabanzi yake unatibu maradhi ya kujiwasha, na yale matunda yake ukiyatumia yanateketeza ukoo wote, lakini huu ni mwingine. Huu ni mng'ongo pori. Ukila matunda yake unalewa, sawa na huu mng'ongo huu ukila unaweza kama ni mwanaume ukapoteza nguvu za kiume. Kwa kifupi, huu mti hautumiki kwa kula wala kunywa, unatumika kwa kuogea tu. Je, miujiza ya mchenjele unayafahamu wewe? Kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu wa mchenjele. Hakikisha umekoga na umechukua udhu. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, hujawahi kuumba kitu pasipokuwa na sababu, na wewe ndio upo juu ya sababu. Na kuomba ewe Mwenyezi Mungu, mimi nahitaji nikaonekane mfalme mbele za watu, nikaonekane malikia mbele za watu, nikaonekane mimi ndo mtawala mbele za watu. Chukua magome ya mti huu wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, nenda ukakoge kwa manuizo maalum kwa muda wa siku 7. Hakika utaheshimika, watu watakutii na watu watakuogopa, na utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa mchenjele au mng'ongo pori, sawa Ukihitaji kumtawala mtu na uonekane ni mfalme mbele za watu, jiwekee chale katika paji lako la uso. Hakika utamtawala mtu mpaka mchawi. Ukimfuata mchawi na akipita mchawi utamuona. Ndio maana unaitwa mchenjele, mbwegele, mficheni. Utakuwa unaona mpaka wachawi, lakini wewe watakuwa hawakuoni. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuingia hata katika sehemu ambako misukule imefichwa, ukaenda kuwaopoa na kuwaokoa na kuwasaidia kwa wewe mganga, pasina mchawi kukuona. Mti huu unakusaidia kushinda vita za kichawi. Wakikufuatilia wanakuwa hawakuoni. Na pia mti huu vile vile ukihitaji kumfungia mtu uganga wake, mtu ambaye ni mganga, mtu anafanya tiba ambazo za kuonea watu, au yule mchawi unataka kumfungia uchawi wake, chukua haya majani ya mti wa mchenjele, yatuange, tia nia na wia, fika paka ukampe mkono fulani bin fulani na kusalimia bwana hivi. Ukimpa tu mkono umemfunga. Akitaka kufanya uchawi wake, zile dawa hazifanyi kazi. Akitaka kufanya uganga, ule uganga haufanyi kazi. Na hata wewe mwenyewe pia mganga, ukihitaji kusema bwana sasa hivi nataka ni stafu uganga, mtu akiniona ni dharau, aniona kabisa mimi sio mganga, haya majani yake pia ukikogea kwamba nakoga kwa muda wa mwaka mmoja, basi hakika ukishika dawa yote haifanyi kazi. Ukipita baada ya mwaka dawa zinafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kujipumzisha kama wewe ni mganga. Kwa yule mtu ambaye anajifanya yeye ni kidume, anayetembea na wake za watu au anatembea na watoto wa watu, anatia mimba na kuwadharau, sawa Chukua magome ya mti wa mchenjele huu, sawa au mzizi wake, sawa Mpatie tu kama kwenye juisi, kama unapiga naye story, unafahamu kabisa huyu anatembea na mke wangu, nataka nimkomeshe, au anatembea na mtoto wangu, anamdhalilisha. Ukimtia kwenye juisi kidogo, ule usembe wake akinywa anakuwa asimamishi, anakuwa ni khanithi. Ukihitaji kujua siri za watu, ufahamu siri ya mfalme, siri ya mganga, siri ya mchawi, akulopokee yeye mwenyewe anayeyafanya mambo yake, au unahitaji kumfahamu mtu mhalifu ambaye ni mwizi, aeleze siri zake zote, au mchawi aeleze siri zake zote za uchawi anavologa, sawa Chukua mzizi huu wa mchenjele au mng'ongo pori, hata kipande kadogo, tia mdomoni, mfuate yule mtu, zungumza naye. Kile unachomuuliza ndicho atachokujibu. Bwana, nataka unipe siri za uchawi, atakwambia wachawi wanavyofanya. Nataka unipe siri za uganga wako, mganga atakwambia siri zake zote za uganga. Ewe mfalme, nataka nijue ngome yako ya mafanikio unayoingia ni ipi. Yule mfalme atatoa siri zote. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa mchenjele. Mti huu una mambo mengi sana, na mti huu una miujiza mingi sana, na mti huu unakufanya mtu uwe na mvuto.
ukikoga mara kwa mara, unakuwa na mvuto wa kupendeka kila kona ya dunia utakayopita, watu watakuheshimu na kukutii. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nimekupatia ya mti huu wa mng'ongopori. Matunda yake haya hayaliwi, kila utalewa. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea yake? Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa.